Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu. Karibu tuendelee na uchambuzi wa kitabu cha Pambano Kuu cha Ellen G. White. Huu ni wito wa kulielewa Pambano Kuu. Ninayekualika ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa Kanisa la Waadventista wa Sabato. Liko somo jingine tena la pekee lenye kichwa kinachosema hukumu ya upelelezi. Hukumu ya upelelezi. Na nikualike sasa tuombe. Baba mwema, fursa hii tena umetupatia upendeleo tujifunze. Fundishe wewe mwenyewe kwa hekima ya kimbingu, mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu. Amina. Hukumu ya upelelezi. Nabii Ellen G. White katika kitabu cha Publishing Ministry ukurasa wa 358 paragrafu ya kwanza, nabii anasema kitabu cha Pambano Kuu kinapaswa kusambazwa kwa wingi sana. Imesheheni simulizi ya wakati uliopita, wa sasa na wakati ujao. Katika uchambuzi wake wa matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii, kina ushuhuda wenye nguvu kwa niaba ya ukweli. Nina shauku zaidi kuona kusambazwa kwa kitabu hiki kuliko kwa kitabu kingine chochote nilichokiandika. Kwa kuwa katika kitabu cha Pambano Kuu, ujumbe wa mwisho wa onyo kwa ulimwengu wote umetolewa kwa uwazi zaidi kuliko katika vitabu vyangu vingine vyovyote. Kwa hiyo hekima ya Mungu ni hii. Tusambaze kitabu gani? Tusambaze kitabu cha Pambano Kuu kuliko kitabu kingine chochote. Swali ni hili: tunashiriki vipi kusambaza kitabu hiki? Jiulize na mimi nijiulize. Kama familia, kama mtu mmoja mmoja, kama kanisa, tunashiriki vipi kutii agizo hili la kusambaza kitabu cha Pambano Kuu kwa wingi? Wachungaji, viongozi wa kanisa, tunafanya jitihada gani kuwaongoza washiriki katika kusambaza kitabu hiki? Je, tunashiriki vipi kuhakikisha kitabu hiki kinapatikana kwa bei ya chini kwa kadri iwezekanavyo na inawezekana, ili tutimize azma ya kusambaza kitabu hiki kwa wingi? Nina kitabu hapa cha Pambano Kuu kutoka Ufunuo Publishing House. Tulikuwa tunakinunua 10,000. Sasa kimeongezeka kwa 140%. Kinauzwa 24,000. Hapa nina kitabu kingine cha Pambano Kuu. Hiki kinatoka Kenya, kinaprintiwa Ujerumani. Hoja sio nani ana printi. Hoja ni kina ukweli kama kilivyo kwenye kile cha Ellen G. White cha original ama kimechakachuliwa. Hiki hakijachakachuliwa. Yaliyomo humu yako humu. Kinauzwa shilingi 7,000. Sasa katika kanuni za kiuchumi, wewe utajiongeza. Utoe 24,000 utoe kimoja, ama katika 21,000 upate vitatu, ili utimize azma ya kusambaza kitabu hiki kwa wingi sana. Sisambazi vitabu hivi, siuzi vitabu hivi, ila ukifuatilia unaweza ukapata wadau wanaoweza kukupatia vitabu hivi kwa idadi utakayotaka, na vinapatikana. Tuendelee sasa na somo letu la hukumu ya upelelezi. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20 fungu la 15, neno la Mungu linasema, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Angalia, Ufunuo 13:8 imeandikwa, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu. Kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Danieli 12:1, na wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipo
anza kuwapo taifa hata wakati huo huo, na wakati huo watu wako wataokolewa. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Unaona, narudia, atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile ndiye atakayeokolewa. Atakayeonekana ameandikwa kwenye kitabu kile ndiye hatomsujudia mnyama na sanamu yake wala kuipokea chapa. Yule ambaye hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima atatupwa katika ziwa la moto. Kwa hiyo hoja ya msingi ni hii: wale watakaoonekana majina yao yamebaki kwenye kitabu cha uzima, hao wataokolewa, hawatapokea alama ya mnyama, hawatatupwa kwenye ziwa liwakalo moto. Lakini yule ambaye jina lake halitaonekana kwenye kitabu cha uzima, huyo mtu atapokea alama ya mnyama, huyo mtu hataokolewa, huyo mtu atatupwa kwenye ziwa liwakalo moto. Kwa hiyo nani anaandikwa kwenye kitabu cha uzima? Yeyote anayemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake anaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Nani anatakiwa kufutwa kwenye kitabu cha uzima? Mchakato wa upelelezi unapaswa kufanyika, upembuzi unapaswa kufanyika, ukaguzi unapaswa kufanyika. Kwa hiyo somo hili la hukumu ya upelelezi tunajikita kuchambua kitabu cha Pambano Kuu, jinsi kinavyoeleza hasa sura hii ya 28 inayohusu hukumu ya upelelezi, yani kukabiliana na kumbukumbu za maisha. Nabii alivyoongozwa na Roho wa Mungu kutufunulia siri hizi. Hukumu hii ya upelelezi ni nini? Inafanyikaje? Tunawezaje kuwa na hakika ya kwamba majina yetu yanabaki kwenye kitabu cha uzima, ili tusitupwe katika ziwa liwakalo moto, ili tuokolewe, ili tusimsujudie mnyama wala kuipokea chapa yake ama kuipokea alama ya mnyama? Ndilo somo tunaloliangalia. Tusome katika kitabu cha Pambano Kuu, UPH 2024, sura ya 28, kukabiliana na kumbukumbu za maisha, ukurasa wa 396. Hiki hapa kitabu 396. Nabii anasema hivi: katika huduma ya mfano, wale tu waliokuja mbele ya Mungu wakiungama na kutubu, na ambao dhambi zao kwa njia ya sadaka ya dhambi zilihamishiwa katika chumba cha patakatifu, walikuwa na sehemu katika huduma ya siku ya upatanisho. Kwa hiyo katika siku kuu ya upatanisho wa mwisho na hukumu ya upelelezi, kesi zitakazoshughulikiwa zitakuwa zile tu za wanaodai kuwa watu wa Mungu. Hukumu ya waovu ni kazi ya pekee na inayojitegemea na hutokea kipindi cha baadaye. Ndugu mtazamaji, naomba nikufafanulie vizuri kidogo nukuu hii. Ni hivi: anaposema katika huduma ya mfano, na maanisha huduma katika hema iliyokuwa hapa duniani, na baadaye walipojenga hekalu, ile huduma, ukuhani ule wa Kilawi, walipokuwa wanafanya zile huduma za upatanisho, ile ilikuwa ni huduma ya mfano. Huduma halisi anaifanya Yesu mwenyewe kama kuhani wetu mkuu. Sasa sikia, katika ile huduma ya mfano kulikuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ilikuwa inafanywa kila siku, huduma ya kila siku. Lakini sehemu ya pili ilikuwa ni siku ya upatanisho. Siku ya upatanisho ambapo kuhani mkuu alikuwa akiingia katika chumba cha patakatifu pa patakatifu mara moja tu kwa mwaka. Sasa basi,
alipokuwa anaingia katika huduma ya patakatifu pa patakatifu mara moja tu kwa mwaka, waliokuwa wanafaidika na huduma hiyo ni wale tu ambao walikuwa wakiungama na kutubu dhambi zao kwa njia ya sadaka ya dhambi. Kwa hiyo katika ile huduma ya kila siku, watu walipokuwa wanaungama dhambi kwa mwaka mzima, zile dhambi, zile kumbukumbu zilikuwa zikihamishiwa katika chumba cha patakatifu kwa njia ya ile damu. Yani dhambi inahama, yani mdhambi anapoweka mikono juu ya mbuzi ama kondoo, dhambi ilikuwa ni kwa mfano inahamia kwa yule mnyama, na kwa sababu dhambi inadai uhai wa mtenda dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti, yule kondoo alipaswa kufa, alafu huyu mtenda dhambi ambaye dhambi zimehamishiwa kwa huyu mnyama anaishi. Sasa yule kondoo anapochinjwa, ile damu inapelekwa patakatifu, ni ishara kwamba sasa dhambi zimehamishiwa patakatifu. Sasa hapo huduma inayofanyika mara moja kwa mwaka ilikuwa inasafisha dhambi zilizo najisi patakatifu. Sasa vivyo hivyo Yesu alipokufa msalabani, yeye ndiye mwana kondoo halisi aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo mimi na wewe tunapomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunapotubu na kuungama dhambi, tunakubali kafara yake kuwa ni upatanisho kwetu. Yaani yeye amekufa ili sisi tuishi. Kwa hiyo sisi tuna haki ya kuishi milele kwa kifo chake cha msalaba. Kwa hiyo dhambi kumbukumbu za dhambi zilizotunzwa katika chumba cha patakatifu zitapaswa ziondolewe. Huduma hiyo alianza Yesu 1844 tarehe 22 Oktoba alipoingia katika chumba cha patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo mchakato wa kupitia vitabu vya kumbukumbu ndio inaitwa hukumu ya upelelezi. Mchakato huu ni pale ambapo jina moja baada ya jingine linapoitwa na vitabu vya kumbukumbu vinaporejewa, inaangaliwa, je, mbele ya jina la huyu mtu imetamkwa msamaha, imeandikwa msamaha? Kwa hiyo basi mchakato huu unapoendelea, maana yake tunaoishi duniani tunapaswa kushirikiana na Yesu ama kumfuata Yesu aliko kwa imani, kwa njia ya kuupata ushindi wa dhambi kwa njia ya neema yake, ili majina yetu yanapofikiwa basi itamkwe ya kwamba sisi tunastahili majina yetu yabaki kwenye kitabu cha uzima. Tofauti na hapo, tunapaswa kutengwa na uso wa Mungu milele, kwa sababu majina yetu yanapoondolewa kwenye kitabu cha uzima, tutatakiwa kutupwa kwenye tanuru la moto, tutatakiwa kupokea alama mnyama. Hiyo iko pekee, lazima tupokee alama mnyama. Alafu namba 3, hatutaweza kuokolewa. Sasa sikia, tusome kitabu cha Pambano Kuu UPH 2024 sura ya 28, kukabiliana na kumbukumbu za maisha, ukurasa wa 401, 403 na 404. Hiki hapa ninacho, some hapa kidogo, ukurasa 401. Nabii Ellen G. White ameandika akiongozwa na Roho Mtakatifu kama ifuatavyo: wakati uliopangwa wa hukumu mwishoni mwa siku 2300 mwaka 1844 ilianza kazi ya upelelezi na utakaso wa dhambi. Mwaka 1844 tarehe 22 Oktoba, nabii anasema ilianza kazi ya upelelezi na utakaso wa dhambi. Naenda pamoja. Kwa hiyo unaposikia hukumu ya upelelezi, vitabu vinapekuliwa. Wakati vitabu vinapekuliwa, tunaoishi duniani tunatakiwa tupate utakaso wa dhambi, tupate ushindi kamili wa dhambi. Nabii anaendelea kusema, wote waliowahi kubeba jina la Kristo itawapasa kupita katika uchunguzi wa kina wa hukumu
ya upelelezi. Kwa hiyo wanaopelelezwa kwenye hukumu sio waovu. Wanaopelelezwa ni wale waliomwamini Yesu, ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo ukaguzi unatakiwa ufanyike, nani abaki, nani aondolewe kwenye kitabu cha uzima. Nakumbuka Musa alipomwambia Mungu, usipowasamehe basi liondoe jina langu kwenye kitabu chako. Mungu akasema no Musa, hapana, kila anitendaye dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo kuna mchakato wa wale walioandikwa kupekuliwa, kukaguliwa, nani anastahili kubaki, nani anatakiwa kuondolewa kwenye kitabu cha uzima. Nabii anaendelea kusema, walio hai na waliokufa watapaswa kuhukumiwa, watapaswa kupelelezwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Kuna vitabu vitatu vinavyohusiana na hukumu ya upelelezi. Katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, na kusihi ukasome sura ya 28 uielewe kwa kurudia na kwa maombi mengi. Kuna kitabu cha uzima, yeyote anayemwamini Yesu anaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kitabu cha kumbukumbu, kitabu cha kumbukumbu. Kitabu hiki cha kumbukumbu ndipo yanaandikwa maovu yetu yote, tunayoyawaza, tunayoyahisi, tunayoyatenda, tunayoyanena, vyote. Wajibu uliotelekezwa, matumizi mabaya ya muda, matumizi mabaya ya mali, ya karama na vipawa na kadhalika, yote yanarekodiwa hapo. Kitabu cha tatu ni kitabu cha ukumbusho, yanaandikwa matendo yetu mema. Sasa katika mchakato huu wa hukumu ya upelelezi, tangu 1844 hukumu ilianza kwa wafu. Wanapelelezwa wafu kwanza, waliolala mauti, wale wafu ambao majina yao yaliandikwa kwenye kitabu cha uzima. Yaani walikuwa wafuasi wa Yesu, walimwamini Yesu, majina yakaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Wanapelelezwa tangu Adam mpaka mfu wa mwisho, wanapelelezwa. Nani katika hawa waliolala mauti, wakati analala mauti, umauti unamkuta, alikuwa amekwisha kutubu na kuungama dhambi. Kwa hiyo mbele ya jina lake pameandikwa msamaha, amefunikwa kwa utakatifu wa Yesu, kwa haki ya Yesu. Kwa hiyo maisha ya Yesu yanakuwa maisha yake, anapewa hiyo zawadi, na anatakiwa sasa aishi katika umilele. Maana yake huyu anatakiwa afufuliwe ufufuo wa kwanza Yesu anapokuja mara ya pili. Na nani anastahili jina lake liondolewe kwenye kitabu cha uzima? Kwa sababu umauti ulipomkuta, ulimkuta akiwa hajatubu baadhi ya dhambi, hata kama ni moja, dosari tayari, anapoteza vyote. Hukumu hiyo inapomalizika kwa wafu, inahamia kwa walio hai. Inapohamia kwa walio hai, kwa mujibu wa Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17 na 18, na kwa mujibu wa Ufunuo wa Yohana sura ya 11 fungu la kwanza na la pili, hukumu hiyo inapohamia kwa walio hai, inaanza kwa Waadventista wa Sabato, kanisa la Mungu. Sasa hukumu hii inafanyikaje? Jina moja baada ya jingine linaitwa, na jina likifikiwa, rehema inakomea hapo. Na hiyo ndio shida na hatari ya hukumu ya upelelezi kwa walio hai. Kwa mujibu wa ishara ambazo Ellen G. White ametupatia, kwa mujibu wa Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 ukurasa wa 97 paragrafu ya kwanza na ya pili, ishara hizo zimetimia. Hukumu za Mungu zinapoanguka ulimwenguni, zitakapofuatana kwa mfululizo wa haraka, tujue mlango unafungwa kwa wale ambao hawakutaka kuingia. Rehema inaendelea kusii kwa wale ambao hawana nuru ya ukweli. Tuko katika kipindi hiki sasa. Wasabato majina yanaitwa hukumuni. Wasabato majina yenu yanatajwa kwenye mahakama ya mbinguni. Majina yetu yanatajwa kwenye mahakama ya mbinguni. Kwa hiyo jina lako likifikiwa, rehema imekomea hapo. Je, dhambi iko bado inasoma kwenye kitabu cha kumbukumbu, ama msamaha umeandikwa mbele ya jina lako? Ndio maana ya nabii anaposema kwamba
Tangu 1844 kazi ya hukumu ya upelelezi inaenda sambamba na utakaso wa dhambi, ushindi wa dhambi, kukoma dhambi katika maisha yetu. Ndipo utaelewa kwamba hatuko kwenye kipindi cha hatari. Hatupaswi kucheza na dhambi hata kwa muda mfupi. Tunapaswa kumlilia Mungu katika tabia zetu, katika mienendo yetu, katika maisha yetu, yale ambayo kwa kweli yanakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ili tupate ushindi kwa neema ya Yesu. Ndugu zangu wa Adventista wa Sabato, tuamke. Tunaishi katika kipindi cha hatari. Tunapelelezwa. Hukumu imeshahama kwa wafu, imehamia kwa walio hai. Na ndio maana unaona Marekani wako mbioni kupitisha sheria ya Jumapili. Sheria ya Jumapili kisha tangazwa Marekani, Mungu alishamaliza hukumu ya upelelezi kwa Wasabato. Wako waliokataliwa, wako waliokubaliwa. Ndipo sheria ya Jumapili Mungu ataruhusu itangazwe. Kwa hiyo mkisikia sheria ya Jumapili imetangazwa, Wasabato wenzangu, ujue hakuna rehema kwa Wasabato. Sasa Injili inatakiwa iende ulimwenguni kote, kilio kikuu kwa ajili ya wale kondoo wengine ambao si wa zizi hili walioko huko nje. Nabii anaendelea kusema hivi: dhambi ambazo hazikuungamwa na kuachwa hazitasamehewa wala kufutwa katika vitabu vya kumbukumbu, lakini zitasimama na kutoa ushuhuda dhidi ya mwenye dhambi katika siku ya Mungu. Siku ya Mungu ipi? Siku ambayo jina lako wewe katika hukumu ya upelelezi kwa walio hai linapofikiwa. Hiyo ndio siku ya Mungu. Litakapofikiwa, hapo ndio hatima yako imeishia hapo. Kwa hiyo tunaishi katika kipindi hiki cha hatari. Dhambi ikome katika maisha yetu. Tumgeukie Mungu wa Adventista wa Sabato. Na ndio maana sasa tunaishi katika kipindi ambacho kama kipindi kile cha Wayahudi, rehema ilipokuwa inakaribia kufungwa kwao, Yesu alisema, afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Afadhali tushike njia tuwaendee Wasabato waliopotea. Maana muda wa Msabato, rehema kwa Msabato ni fupi. Na sasa anaishi katika kipindi hiki cha hukumu ya upelelezi kwa walio hai. Hao wengine nafasi wanayo. Msabato anatakiwa aelewe wakati tuliopo sasa, tumefika wapi katika historia ya kinabii. Hatupo gizani, yote yamefunuliwa wazi. Matukio yote yaliyoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema na matayarisho kwa ajili ya wakati wa taabu yamefunuliwa wazi, lakini watu hawaelewi, kana kwamba hayangefunuliwa kwao. Hiyo ni Pambano Kuhusu. Kitabu hiki ni sura ya 37, maandiko ni Kinga, ukurasa wa 490. Nabii anaendelea kusema hivi, bado niko kwenye ukurasa wa 401. Anaweza kuwa alizitenda wakati wa nuru ya mchana au katika giza la usiku, hizo dhambi, lakini zilikuwa wazi na dhahiri mbele yake yeye tunayewajibika kwake. Malaika wa Mungu walishuhudia kila dhambi na waliiandika katika kumbukumbu zisizokosea. Dhambi inaweza kufichwa, kukanwa, kufunikwa isione na baba, mama, mke, watoto na marafiki. Hakuna mtu mmoja isipokuwa mwenye hatia anayeweza kuwa na mashaka kuhusu dhambi hiyo, lakini iko wazi mbele za wenye akili wa mbinguni. Giza la usiku, wenye giza totoro. Usiri wa sanaa zote za udanganyifu halitoshi kuficha wazo hata moja lisijulikane kwa yule aliyepo milele zote. Mungu anayo kumbukumbu sahihi ya kila taarifa isiyo ya haki na kila tendo la uonevu. Hadanganywi na muonekano wa utakatifu. Hafanyi makosa katika tathmini yake ya tabia. Watu wanaweza kudanganywa na wale walio na mioyo miovu, lakini Mungu anapenya vificho vyote na kusoma maisha ya ndani. Ndugu mtazamaji,
Hakuna tunachoweza kumficha Mungu. Huu ni wakati wa kuiogopa dhambi kuliko kitu kingine chochote. Tutubu na kuungama dhambi na tudai neema, tuombe kwa bidii mpaka tumepewa neema ya kushinda mielekeo yote ya uovu. Huu sio wakati wa kufichaficha dhambi. Wa Sabato tunahukumiwa, majina yameanza kutajwa katika mahakama ya mbinguni. Hatuko gizani. Tumepewa ishara na Ellen G. White katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, ukurasa 97, paragrafu ya 1 na ya 2. Tuko kwenye kipindi hiki sasa. Tuendelee kusoma ukurasa wa 403. Nabii anasema hivi: Shetani anagundua mipango isiyo na idadi ya kushikilia akili zetu ili zisijishughulishe na kazi ambayo tulipaswa kuifahamu vizuri kuliko kitu kingine chochote. Mdanganyaji mkuu anachukia vipengele muhimu vya ukweli vinavyodhihirisha kafara ya upatanisho na mwombezi mwenye nguvu zote. Anajua kuwa kwake yeye kila kitu hutegemea kuelekeza akili za watu mbali na Yesu na ukweli wake. Kwa hiyo, kwa nini hauelewi hukumu ya upelelezi ni kitu gani, inafanyikaje mpaka sasa? Ni kwa sababu ya utendaji kazi wa Shetani. Na Shetani ana mawakala wake, na mawakala wake ni majesuiti waliojipenyeza kila mahali ili kuhakikisha hoja hii haifundishwi makanisani. Watu hawaelewi hukumu ya upelelezi, watu hawaonywi, hawaambiwi ukweli, hawajui wapi tumefika katika historia ya kinabii na tunapaswa kufanya nini. Ndugu zangu, hukumu ya upelelezi kwa walio hai inatisha, kwa sababu jina lako litakapofikiwa tu, rehema inakomea hapo, ufungiwe ndani ama ufungiwe nje. Yaani itamkwe jina liondolewe kwenye kitabu cha uzima ama jina libaki kwenye kitabu cha uzima. Hiyo ndiyo hatari. Hakuna nafasi tena. Sasa majina yetu yafikiwe tukiwa tumeshapata utakaso kamili wa dhambi, ushindi kamili wa dhambi. Huu ni wakati wa kumrudia Mungu. Nabii anaendelea kusema, ukurasa wa 403, sura ya 28, kukabiliana na kumbukumbu za maisha. Nasoma UPH 2024. Wale ambao wanapaswa kuwaeleza wengine manufaa ya upatanisho wa Mwokozi hawapaswi kuruhusu kitu chochote kuingilia wajibu wao wa kuwa na utakatifu kamili katika kicho cha Mungu. Saa za thamani, badala ya kutumiwa katika anasa, kujionesha, kutafuta mapato, zinapaswa kutumiwa katika usomaji wa neno la Mungu na kwa moyo wa dhati na kwa maombi mengi. Kwa kumbe, ili tupate ushindi wa dhambi, tunapaswa kuwa mashujaa wa ibada binafsi, wasomaji wa neno na watu wa maombi kwa moyo wa dhati, ili tumlilie Mungu, tupewe neema, tupewe nguvu ya kushinda dhambi, kushinda mielekeo ya dhambi. Hicho ndicho ambacho tunatakiwa tukifanye, Waadventista wa Sabato. Amkeni ndugu zangu, muda umeisha. Rehema inafungwa kwa Wasabato. Mkisikia sheria Jumapili imetangazwa Marekani, Mungu alishamalizana na Wasabato. Majina yanatajwa kwenye mahakama ya mbinguni. Rehema inafungwa kwetu. Ndugu zangu, tuamke. Nabii anaendelea kusema hivi: somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi inapaswa lieleweke kikamilifu kwa watu wa Mungu. Je, unalielewa somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi kwa kikamilifu? Mchungaji, kiongozi, una uhakika unaowaongoza wanaelewa? Tunatakiwa tuwekeze kwenye masomo gani? Nabii anasema somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi linapasa lieleweke kikamilifu kwa watu wa Mungu. Wote wanahitaji kujua wenyewe nafasi
na kazi ya kuhani wao mkuu. Vinginevyo haitawezekana kwao kufanyia mazoezi imani ambayo ni ya muhimu kwa wakati huu, au kujaza nafasi ambayo Mungu amepanga waijaze. Nabii anaendelea kusema, kila mtu ana nafsi ya kuokoa au kupoteza. Kila mtu ana kesi inayomngoja katika mahakama ya Mungu. Kila mmoja inampasa kukutana na jaji mkuu uso kwa uso. Ni muhimu kiasi gani hivyo basi kuwa kila akili itafakari mara kwa mara mandhari ya kutisha wakati hukumu itakapokaa na vitabu vitakapofunguliwa. Wakati pamoja na Danieli, kila mtu atapaswa asimame katika kizimba chake mwishoni mwa siku. Nabii anatuambia kila akili inapaswa kutafakari mara kwa mara mandhari ya hukumu ya upelelezi. Zingatia kuwa ishara tulizopewa, hukumu hii imemalizika kwa wafu, iko kwa walio hai. Majina ya Waadventista wa Sabato yanatajwa hukumuni, maana hukumu kwa walio hai inaanza na Wasabato. Hebu kila akili itafakari mandhari hii. Hivi jina lako likifikiwa itakuwaje, na ikiwa bado unacheza na dhambi? Je, umeupata ushindi kamili wa dhambi? Nabii hapa anatuambia suluhisho, tudumu katika kusoma na maombi kwa moyo wa dhati, tukimlilia Mungu. Ushindi ni wa hakika kwa neema yake. Hebu tuamke na tusicheze na dhambi. Tubuni, mrejee na dhambi zenu ili dhambi zenu zifutwe. Tumgeukie Mungu. Nabii anaendelea kusema, wote ambao wamepokea nuru juu ya masomo haya inawapasa kutoa ushuhuda wa ukweli mkuu ambao Mungu amewakabidhi. Patakatifu pa mbinguni ndiyo kituo mahususi cha kazi ya Kristo kwa ajili ya wanadamu. Panaihusu kila nafsi inayoishi duniani. Panafunua mpango wa ukombozi, pakituleta karibu kabisa na mwisho wa wakati, na pakifunua suala la ushindi wa pambano kati ya haki na dhambi. Kwa hiyo mada ya patakatifu na hukumu ya upelelezi ni mada nyeti, muhimu, muhimili wa imani yetu kama Waadventista wa Sabato. Kwa nini sasa hatuelewi hukumu ya upelelezi ni nini, inafanyikaje? Kwa nini hatuelewi? Na kwa nini hatufundishi? Na kwa nini hatujifunzi wenyewe mambo haya? Ninakutolea mwaliko, ndugu mtazamaji, soma kitabu cha Pambano Kuu sura ya 28 na umlilie Mungu kwa maombi, uelewe kinaga ubaga. Mambo haya ni mazito na ni muhimu. Nabii anaendelea kusema hivi, ni suala muhimu sana kuwa wote wajifunze masomo haya na waweze kumjibu kila mtu awaulizaye sababu ya tumaini lililo ndani yao. Ni muhimu kila mmoja ajifunze masomo haya. Masomo gani? Patakatifu na hukumu ya upelelezi. Kila mmoja anapaswa kujifunza. Nabii anaendelea kusema, Pambano Kuu UPH 2024 sura ya 28, huu ni ukurasa wa 403, bado naendelea kusoma. Maombezi ya Kristo kwa ajili ya mwanadamu ndani ya patakatifu pa mbinguni ni muhimu sana kwa ajili ya mpango wa wokovu, kama kifo chake msalabani kilivyo muhimu. Kwa kifo chake alianza kazi ambayo baada ya ufufuo wake alipaa kumalizia mbinguni. Inatupasa kwa imani kuingia ndani ya pazia alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu. Sikia sasa, nifafanue kidogo ndugu mtazamaji. Kazi ya Yesu patakatifu pa mbinguni ina umuhimu sawa kama ilivyokuwa kwa kifo chake pale msalabani. So maneno yangu yameandikwa hapa. Maombezi ya Kristo kwa ajili ya mwanadamu ndani ya patakatifu pa mbinguni ni muhimu sana kwa ajili ya mpango wa wokovu kama kifo chake msalabani. Sasa
Tangu Yesu amekufa msalabani mwaka 31, tuko wapi sasa? Sikia nabii anachosema. Kwa kifo chake alianza kazi ambayo baada ya ufufuo wake alipaa kumalizia mbinguni. Sasa kwa nini muda wote tu tunazungumzia kifo chake, kifo chake, kifo chake, kifo chake? Hii ni ajenda ya shetani. Hataki tutazame kule alikoenda kumalizia kazi. Kwa kifo chake msalabani, Yesu alikuwa ameanza kazi ya kumkomboa mwanadamu. Kazi hiyo ya kumkomboa mwanadamu inamalizikia mbinguni. Kwa hiyo patakatifu pa mbinguni ndio ofisi ambayo Yesu anafanyia kazi, na panamuhusu kila mwanadamu anaishi duniani. Kwa hiyo ukiona hata lesoni zinazungumzia tu kifo cha Yesu, kifo cha Yesu, kifo cha Yesu, ajenda ya Majesuiti. Tulipaswa tuelekezwe kwenye chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, ambapo Yesu yuko kule anahudumu kwa niaba yetu. Tulipaswa kuelewa hukumu ya upelelezi inafanyikaje, dhambi inaondolewaje ndani yetu. Tulipaswa kuyaelewa haya. Kwa hiyo tulipaswa kujikita kujifunza mambo haya. Mungu tusaidie. Pambano kuu ni halisi. Huu ni uchambuzi wa kitabu cha Pambano Kuu cha Ellen G. White, na huu ni wito wa kulielewa pambano kuu. Tuko kwenye somo hili la hukumu ya upelelezi. Nabii anaendelea kusema, mle nuru kutoka kwenye msalaba wa Kalvari inaakisiwa wapi? Patakatifu pa patakatifu. Nuru kutoka kwenye msalaba wa Kalvari inaakisiwa. Kwa hiyo hatupasi kuanza kujifunza yani hayo Yesu alikufa 31, sijui kifo cha Yesu kimedokoa. Nuru ya Kalvari inaakisiwa patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo tulipaswa kuwekeza nguvu zetu patakatifu pa patakatifu. Na ndio maana tunapaswa kujihadhari na kila kinachotoka juu, tukifikiria kwamba ni sauti ya Mungu. Hebu fikiria, Yesu alibatizwa mwaka 27, miaka 3.5, akafa msalabani mwaka 31. Karne 18, miaka 1813 ikapita, Yesu anahudumu chumba cha kwanza cha patakatifu. Tarehe 22 Oktoba 1844, Yesu ameanza huduma katika chumba cha pili cha patakatifu patakatifu. Na sasa tunavyozungumza, hukumu imemalizika kwa wafu, iko kwa walio hai. Tumefika wapi katika historia ya kinabii? Leo tunaambiwa One Voice 2027, sauti moja 2027, miaka 2000 ya kukumbuka ubatizo wa Yesu. Tunarudishwa wapi tena? Badala ya kuelekezwa akili zetu kwenye hukumu ya upelelezi inayofanyika kwa walio hai, inayoanza kwa Waadventista wa Sabato. Ndugu zangu, tusome wenyewe na kutolea wito kitabu cha Pambano Kuu. Isikose nyumbani kwako. Waweza kukifanya hiki kama lesoni. Kina mambo muhimu mnayoyahitaji na muda ni mchache kuyafahamu yote. Kitabu cha Pambano Kuu. Nabii anaendelea kusema, mle tunaweza kupata uelewa wa wazi zaidi kuhusu siri za ukombozi. Wapi? Patakatifu pa patakatifu. Mle tunaweza kupata uelewa wa wazi zaidi kuhusu siri za ukombozi. Nabii anaendelea kusema, wokovu wa mwanadamu unatekelezwa kwa gharama isiyokuwa na kikomo ya mbinguni. Kafara iliyotolewa ni sawasawa na madai mapana ya sheria ya Mungu iliyovunjwa. Yesu amefungua njia ya kwenda kwenye kiti cha enzi cha Baba, na kwa njia ya upatanisho wake, shauku ya dhati ya wote wanaokwenda kwake kwa imani wanaweza kuwasilishwa kwa Mungu. Sikia hapa, huu ni ukurasa wa 405, Pambano Kuu UPH 2024, sura hii ya 28, kukabiliana na kumbukumbu za maisha. Nabii anasema hivi, matukio yanayoambatana na kazi ya mwisho ya upatanisho ni mazito sana. Maslahi makubwa yanahusishwa na kazi hiyo. Maslahi makubwa yanahusishwa na kazi hiyo. Hukumu inapita sasa katika patakatifu pa mbinguni. Kwa miaka mingi kazi hii imekuwa ikiendelea. Zingatia kuwa ilikuwa ikiendelea kwa wafu. Muda mfupi, hakuna anayejua ni muda mfupi kiasi gani, itahamia kwa kesi za walio hai. Mbele ya uwepo wa kutisha wa Mungu, maisha yetu yanapaswa
kupelekwa kwa ajili ya uchunguzi. Wakati huu juu ya nyakati zingine zote, inapasa kila nafsi kuzingatia onyo la Yesu. Angalieni, kesheni, ombeni, kwa kuwa hamjui wakati ule utakapo kuwapo. Wakati gani anaomaanisha hapa? Jina lako likifikiwa kwenye hukumu ya upelelezi kwa walio hai. Jina lako likifikiwa tu, kwa kuwa hujui utafikiwa lini. Yesu anasema hivi, enyi Waadventista wa Sabato, watoto wangu, hukumu inaanza kwenu ya upelelezi kwa walio hai. Angalieni, kesheni, ombeni, kwa kuwa hamjui wakati ule utakapokuwapo. Marko 13:33. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Ufunuo 3:3. Hii haina uhusiano na kuja kwa Yesu mara ya pili. Kuja kwa Yesu mara ya pili hakuji kama mwivi kimya kimya. Dunia itajua. Kwanza anatangulia mapigo 7. Dunia yote itajua. Mkwara utakaoonekana duniani, dunia itajua Yesu anakuja. Hadi kama mwivi. Hapa sasa tutakuwa tunaangukia kwenye rapture, tunaangukia kwenye unyakuo, na sio fundisho letu, fundisho la upagani huko. Hapa inamaanishwa anakuja kama mwivi kwenye hukumu ya upelelezi. Jina lako hutajua limefikiwa lini. Amkeni, tukeshe, tumlilie Mungu, dhambi ikome kwenye maisha yetu. Nabii anaendelea kusema, wakati kazi ya hukumu ya upelelezi itakapofungwa, hatima ya wote itakuwa imeamriwa kwa ajili ya uzima au mauti. Rehema inafungwa muda mfupi kabla ya kuonekana kwa Bwana katika mawingu ya mbinguni. Kristo katika Ufunuo akitazama mbele na kuona wakati huu alisema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Wenye haki na waovu watakuwa bado wakiishi duniani katika hali ya kufa. Watu watakuwa wakipanda na kujenga, wakila na kunywa, wote bila kujua kuwa uamuzi wa mwisho usiotenguliwa umekwisha kutangazwa katika patakatifu pa mbinguni. Kabla ya gharika, baada ya Nuhu kuingia katika safina, Mungu alimfungia ndani na kuwafungia nje wasiomcha Mungu. Lakini kwa siku 7 watu, bila kujua kuwa maangamizi yao yamekwisha kupangwa, waliendelea na maisha yao ya kutojali, ya kupenda anasa, na waliendelea kudhihaki hukumu iliyokuwa mbele yao. Ndivyo anasema Mwokozi kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Mathayo 24:39. Kimya kimya, bila taarifa, kama mwivi wa usiku wa manane, itafika saa ile ya uamuzi ambayo itapanga hatima ya kila mtu, saa ya kuondolewa kabisa kwa fursa ya rehema kwa mwanadamu mwenye hatia. Anazungumzia hukumu ya upelelezi. Nabii anaendelea kusema, kesheni basi, asije akawasili ghafla akawakuta mmelala. Marko 13:35-36. Hali ya hatari inawakabili wote, wale wote ambao kwa kuchoka kukesha wanageukia vivutio vilivyopo ulimwenguni. Wakati mfanyabiashara amemezwa na utafutaji wa mapato, wakati mtafutaji wa anasa amezama katika tamaa zake, wakati binti wa mitindo anapangilia mapambo yake, inawezekana katika saa ile jaji mkuu wa dunia yote akatangaza hukumu, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Danieli 5:27. Sasa tunaishi katika kipindi cha hatari. Tumefika wapi katika historia ya kinabii? Hukumu imemalizika kwa wafu, imeanza kwa walio hai. Inaanza kwa kanisa la Mungu, Waadventista wa Sabato. Kesheni basi, tuamke ndugu zangu, dhambi ikome katika maisha yetu, tumtafute Mungu kwa bidii, tupate ushindi kamili wa dhambi. Pambano Kuu, kitabu hiki, sura ya 28 itakusaidia kuelewa mambo muhimu unayopaswa kuyaelewa. Sura ya 23 na sura ya 24 zitakusaidia kuelewa patakatifu ni nini, huduma ya patakatifu inafanyikaje,
Yesu anafanya nini na yuko wapi sasa? Hukumu ya upelelezi ni kitu gani? Kwa ukiunganisha sura 23, 24 na 28 zitakusaidia kuelewa mambo muhimu ya usio ya wokovu wetu, patakatifu na hukumu ya upelelezi, mambo ambayo kila mwenye akili anapaswa kuyatafakari sana. Amka ndugu yangu, muda umeisha. Yesu anakuja, na Mungu atusaidie kwa jina la Yesu, amina. Baba mwema, asante kwa upendo wa milele. Sifa na utukufu zikurudie. Neema yako yatosha kwa kila hitaji. Mbariki mtazamaji, tusaidie, tuandae kwa uzima wa milele kwa jina la Yesu, amina. Mungu awabariki.